Mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Kimwaga Rashidi mwenye umri wa miaka 49, mkazi wa Tabora, ambaye ni afisa usafirishaji, ameuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani pamoja na kupigwa na kitu kizito usoni katika mtaa wa Usule Miembeni, kata ya Mbugani, manispaa ya Tabora, mkoani Tabora. Tukio hilo limetokea usiku wa manane wa Machi 15, 2026, ambapo inadaiwa Kimwaga alikodishwa na mmoja wa abiria kumpeleka maeneo ya Usule, na baada ya kufika maeneo ya Miembeni, abiria huyo aliungana na wenzio wawili na kuanza kumshambulia mpaka mauti yamemfika. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo akiwemo John Joseph, amesema usiku alipita katika barabara hiyo na kukuta helmeti na reflekta ya marehemu ikiwa pembezoni, na ndipo aliwapigia simu wenzake kuja eneo la tukio. Baada ya kufika, waliwakuta watekaji hao wakitaka kuipora pikipiki, na walipopigiwa kelele walikimbia na kuiacha. Bodaboda wakishirikiana na jeshi la polisi walianza kuwasaka watu hao. Wakiwa katika msako, watekaji hao walitega mtego wa waya wenye ncha kali barabarani, ambapo bodaboda wawili walinusurika kifo na pikipiki yao kuporwa baada ya kunasa kwenye mtego huo mpaka pale wenzao walipokuja kuwaokoa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa maafisa usafirishaji mkoa wa Tabora, Mrisho Shime, amewataka bodaboda kuchukua tahadhari hususani majira ya usiku, huku wengine wakisema matukio hayo yanawapa hofu katika utendaji kazi, wakiliomba jeshi la polisi kuingilia kati suala hilo kulikomesha. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, SACP Richard Abwao, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, akisema kuwa uchunguzi unaendelea kuwabaini watuhumiwa wa tukio hilo kwa hatua zaidi za kisheria. Hawa ni baadhi ya mashuhuda wakielezea tukio hilo. Kwa napeleka abiria, nimekuta elementi na reflector ya marehemu barabarani. Nikawa nilishindwa kusimama kutokana nilikuwa niko mimi na abiria wangu ni wa kike. Nikashindwa kusimama kwa muda huo, ikabidi nimpeleke kwanza abiria, na nikapiga simu kwenye kijiwe changu nilipotokea stendi. Ndio wakawa na wenyewe wamekuja, kweli tukakuta ile elementi na ile reflector. Baada ya kuanza kutafuta huku na kule, tukawa tumeona pikipiki. Ikabidi tupige simu kwa wenzetu zaidi na viongozi wa bodaboda. Wakawa wamekuja na wakatoa muhimizo tuendeleze kutafuta, na kweli tumetafuta, tumekuta mwili wa mwenzetu afisa usafirishaji mwenzetu akaishauawa. Baada ya tukio hilo, maafisa usafirishaji kushirikiana na maafisa wa jeshi la polisi usiku huo wa manane walianza kuwasaka watu hao, ambapo wakiwa katika operesheni hiyo baadhi yao tena walitekwa na watu hao, huku shabaha yao ikiwa ni ile ya kutaka kupora pikipiki. Bodaboda ilibidi sasa waanze kusambaa kuzunguka huo msitu. Kufika upande wa pili, bodaboda kwa ameenda mmoja, wamebebana wawili na wenyewe wakapigwa kamba tena. Pindi tunageuka tunarudi, tunafika za kwenye ule mzambarao, ndio tukakutana na ile wametega ile senyenge ya kutegea ya kutegea hiyo fence. Wakaanza sasa kuichezesha hivi. Wanaichezesha. Ndio ikanikata mikono, imekata. Kwa bahati nzuri pikipiki ikatoka nje ya barabara ikaenda kugonga mti. Ndio tukaenda chini. Ndipo toka chini kidogo naanza kukimbia. Nimekimbia mpaka pale karibu na kile kipefti. Lakini mimi nikamsikia tu kapita. Wanaulizana kwamba umemuona huko? Sema hamna, sijamuona. Mimi niko chini ya msingi. Umemuona? Ukasema hamna, sijamuona. Twendeni tuondoke. Itakumbuka tu matukio kama haya yalirindima siku za nyuma na yalikomeshwa baada ya baadhi ya watuhumiwa kukamatwa, hali ambayo ilileta mwangaza na nuru ya matumaini kwa bodaboda katika kazi yao. Lakini ghafla kiza limeanza kutanda tena, huku hofu, mashaka zikiwagubika juu ya usalama wao. Ile tukio linatuogopesha sana sisi tunafanya kazi usiku, mazingira haya ya usiku. Yaani tunachokiwaza saa hizi hapa hata kuacha kufanya kazi usiku kwa jinsi tunavyoogopa kwa hili swala linavyoendelea. Na hii yote itakuwa ni kwa sababu ya hizi sikukuu. Wito wangu mimi kwa jeshi la polisi, tuendelee kupambana kama tulivyopambana wakati ule, kushirikiana, kutoa taarifa, watu wakamatwe. Tumeanza kuogopa kabisa. Nafikia wakati unaweza kuchukua maamuzi usikeshe usiku. Katika utafutaji wa mkate wa kila siku, bodaboda wao wamechagua kuutafuta usiku na mchana. Lakini ni nini kinatakiwa kufanyika haswa nyakati za usiku? Mrisho Shime ni mwenyekiti wa maafisa usafirishaji hao mkoa wa Tabora. Na waomba maafisa usafirishaji wasitoke nje ya mji usiku.
huku Usule kwenye hii miembe ni nje ya mji, ni waombe wasitoke nje ya mji. Hii yote ni shida ya kutoka nje ya mji. Hata kama unamfahamu mtu asikukodi ukatoka nje ya mji, na kama ni nje ya mji asiende peke yake, wasitoke nje ya mji. Ni waombe sana maafisa usafirishaji. Kwa upande wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora limethibitisha kutokea kwa tukio hilo, na hapa kamanda wa jeshi hilo mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao, anabainisha hatua wanazoendelea kuwasaka watuhumiwa hao. Kijana aliyefahamika kwa jina la Kimwaga Rashidi Kimwaga, huyu ana umri wa miaka 40, ni Mnyamwezi. Kazi yake ni afisa usafirishaji bodaboda ambaye ni mkazi wa Bomba Mzinga. Aliuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali sehemu za kichwani na kupigwa na kitu kizito usoni na watu ambao bado hawajafahamika. Msako mkali unaendelea ili kuweza kuwabaini watuhumiwa na kuwakamata na kuwafikisha kwenye hatua za sheria zaidi.